Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu tena kunikutanisha nawe katika kuendelea kujifunza maandiko matakatifu. Maana gombo ni tamu kiasi gani, linaimulikisha njia yetu na kutia akili zetu nuru. Leo tena tunaendelea katika mfululizo wetu wa masomo tuliyoyapa kichwa matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Na somo letu la leo nimelipatia kichwa kinachosema tumaini la milenia. Tumaini la milenia. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa zawadi ya gombo la chuo, ambapo kutoka humo zimo habari za kutupatia uzima wa milele. Na katika masaa haya tunaenda kuangalia tumaini uliotuwekea juu ya milenia ya kutupatia raha na amani katika maisha yetu ya baada ya dhambi. Mtume Roho wako mwema katufunulie na kutufundisha, kutuhekimisha na kutusaidia kujua kweli hii muhimu tunaenda kujifunza leo. Katika jina la Yesu ninaomba, amen. Katika ulimwengu wa eskatolojia hapa duniani kuna mitazamo mbalimbali juu ya tumaini la milenia. Katika ulimwengu wa eskatoloji ya Kipentekoste, wanaamini milenia inayotajwa na kitabu cha Ufunuo sura 20, miaka ya amani, ni italiwa hapa duniani. Dini zingine mbalimbali zina mafundisho simila yanayofanana na hayo, lakini Biblia inatufundisha kitu tofauti kabisa. Tuanze katika kitabu cha Ufunuo cha mambo ya Walawi sura ile ya 16 kuanzia fungu la 7. Biblia inatueleza kisa kitakachohusiana moja kwa moja na matukio yanayotokea katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 yanayounganisha habari ya miaka 1000 ama tumaini la milenia. Katika kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 16 kuanzia fungu la 7, Biblia inasema, kisha akatwaa mbuzi wawili akawaweka mbele ya Bwana mlangoni pa hema kukutania, na Haruni atapiga kura juu ya mbuzi wale wawili, kula moja kwa ajili ya Bwana na kula ya pili kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliyemwangukia kula kwa ajili ya Bwana na kumtoa sadaka ya dhambi, bali yule mbuzi aliyeangukia na kula kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele ya Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumuweka jangwani kwa ajili ya Azazeli. Katika fungu la 21 na 22 mambo ya 16 inasema, na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha ule mbuzi aliye hai, yani mbuzi wa Azazeli, na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa cha yule mbuzi. Kisha atampeleka jangwani na mtu aliyetayarishwa kwa ajili ya kazi hiyo, na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyokaliwa na watu, na kisha atamwacha aende jangwani. Kisa hiki ama habari hii ilikuwa inafanyika kwa mwaka mara moja katika kalenda ya dini za sikukuu za hekaluni, ambapo ilikuwa inahitimisha mwisho wa mpango wa ukombozi kama ulivyofunuliwa katika huduma za hekaluni katika taifa la Israeli. Siku hiyo ya upatanisho, Kiebrania iliitwa Yom Kippur, kuhani angepaswa kufanya hukumu na ondoleo la kumbukumbu ya dhambi katika kambi ya Israeli. Tulijifunza hapo nyuma, siku hiyo ilikuwa ni siku ya kutakasa patakatifu. Ndugu zangu wapendwa, katika siku hiyo kuhani aliingia katika chumba cha patakatifu pa patakatifu, ambapo anaingia mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kufanya upatanisho wa taifa zima. Na wakati huo, ndugu zangu wapendwa, kuhani mkuu alijifanyia upatanisho yeye mwenyewe,
Na baada ya hapo akachukua mbuzi wawili. Mbuzi mmoja alipigiwa kura kuwa wa Bwana na mbuzi mwingine kuwa wa Azazeli. Mbuzi yule wa Bwana alitolewa kafara, na mbuzi yule alimwakilisha Kristo Bwana wetu kama fidia ya dhambi. Na baada ya huduma za hekaluni za kunyunyiza damu katika madhabahu ya uvumba na damu kunyunyiza katika pazia ya hekalu, kuhani alipomaliza huduma ile na kutoka katika patakatifu pa patakatifu, kuhani alitoka na kwenda kwa mbuzi yule mwingine wa Azazeli ambaye anamuwakilisha Shetani. Na sasa kuhani mkononi mwake ana kumbukumbu ya dhambi zote zilizotubiwa na taifa la Israeli ambazo Mungu amesamehe. Sasa zile dhambi hazitupwi hewani zikapotelea hewani. Dhambi zote zilizotubiwa na watakatifu zinarudishwa kwa huyu mbuzi wa Azazeli, alafu anaachiliwa akatangetange jangwani katika nchi isiyo na mtu, akafie huko. Hii inamaanisha nini? Dhambi unapotubu na unasamehewa, ile dhambi inaondolewa kwako, inawekwa kumbukumbu ya kwamba umetubu dhambi fulani. Baada ya historia ya ukombozi na huduma ya upatanisho kukomeshwa, kuisha, dhambi za watakatifu wote ambazo tulizitenda na kuomba msamaha na kusamehewa, dhambi zile atarudishiwa Shetani aliyesababisha watu wa Mungu kutenda zile dhambi. Maana yake kwamba ikiwa kuna dhambi hautaitubia, hiyo dhambi utabaki nayo mwenyewe na itakukosesha uzima wa milele. Na hivyo tukio hili lilokuwa linafanyika kila mwaka lilikuwa likimulika mbele katika mpango wa ukombozi, ya kwamba mwisho wa wakati, mwisho wa siku, watakatifu wote ambao wametubia dhambi zao zitachukuliwa na kutolewa katika kumbukumbu na kuvishwa Shetani. Atapewa mzigo wa hatia hiyo, kwa sababu yeye ndiye aliyewashawishi na kuwasababishia watende zile dhambi. Mjumbe wa Mungu anaandika katika kitabu cha Great Controversy kurasa wa 558 akisema, wakati kazi ya upatanisho katika patakatifu pa mbinguni itakapokamilika, tumejifunza somo hili ya kwamba huduma ile itakapokoma, Ufunuo 15 inatuonyesha huduma ile itakoma, mlango wa rehema utafungwa. Mlango utakapofungwa, basi mbele ya Mungu na mbele ya malaika wa mbinguni na jeshi la waliokombolewa, dhambi za watu wa Mungu zitawekwa juu ya Shetani. Atatangazwa kwamba ana hatia kama mbuzi wa Azazeli. Maana dhambi zote tulizozitubia watakatifu wa Mungu zitarudishwa kwa Shetani. Yeye ndio mwenye hatia ya hizo dhambi, kwa sababu sisi tumekombolewa na Kristo Yesu. Na hivyo matukio yatakaoambatana baada ya Kristo kurudi, Biblia inatuambia katika Ufunuo 16, Yesu atakaporudi sasa atawachukua wateule kwenda nao juu mbinguni. Atakusanya katika Mathayo 24, 30 na 31, atatuma malaika kutukusanya kwenda kumlaki kule hewani. Halafu wale watakatifu waliolala katika mauti, Wathesalonike wa kwanza 4:16 inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hiyo watakatifu watafufuliwa, walio hai kufumba na kufumbua watabadilishwa, halafu watakutana hewani kumlaki Mwokozi, na watachukuliwa, watatolewa katika dunia hii, watapelekwa katika mji wa Mungu mbinguni. Nini kitabaki duniani? Yeremia 25:33 Biblia inatuambia, na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia mpaka upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Maana waovu watakuwa wametapakaa toka upande mmoja mpaka mwingine, wameuawa kwa kukuja kwa Bwana,
wameangukiwa na milima, wameuawa na nuru kutoka mbinguni. Watakuwa mizoga imetapakaa dunia nzima, hakuna wa kuwazika, hakuna kuwakusanya, wametapakaa. Na Yeremia anasema watakuwa kama mbolea juu ya nchi. Katika Ufunuo 19 fungu la 17 mpaka 18, Yohana anaonyeshwa kwamba kabla hawajawa mbolea, kwa sababu kutakuwa na baadhi ya viumbe wa Mungu bado wako hai. Kuna baadhi ya ndege, labda makunguru na mandege mengine yanaweza kuwa bado hai kipindi hicho. Litatolewa tangazo. Katika Ufunuo 19 kwanza fungu la 17, Biblia inasema, kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akawaambia ndege wote walukao katika mbingu, njooni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wapandao na nyama ya watu wote, waungwana na watumwa, wadogo na wakubwa. Na hivyo wakati watakatifu wanaenda zao mbinguni, mizoga ya waovu imesambaa dunia nzima. Wale ndege wale makanivola kula nyama kama yale yaliyo porini. Ukienda kule porini kuna mandege, ukitokea mzoga tu yamejaa yanakula nyama. Makunguru na mandege mengine yote yataitwa na malaika kula mizoga ya waovu. Wawe wafalme, wewe maraisi, wewe watu wakubwa, matajiri, wenye viburi, mizoga yatasambaa na kunguru, mandege ya ajabu yataitwa kula katika karamu ya Bwana, kula nyama za hao waovu. Sasa wakati hayo yanaendelea duniani, wakati huo kuna kitu maalum kitafanyika. Ufunuo 20:1-2, Biblia inasema, kisha nikaona malaika akishuka toka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akalishika lile joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Hapo kwanza ngoja nicheke. Shetani na kiburi chake chote, huyu mshenzi atafungwa jela miaka 1000, na ubabe wake wote alioufanya duniani kwa miaka 6000, dhambi zote alizosababishia watu wa Mungu kufanya, uharibifu mkubwa alioufanya kwa miaka 1000, atakuwa kifungoni katika hii dunia akiwa mpweke, hana la kufanya. Maana hakuna hata binadamu mmoja aliyesalia duniani. Watakatifu wote mbinguni, waovu wote ni mizoga juu ya nchi, na hivyo litabaki peke yake pamoja na mimalaika yake iliyoasi, ndio majini, ndio mapepo. Sasa Yesu anatuambia ufalme wa Shetani umefitinika. Kwa bahata sasa hivi tunavyoongea, kwenye ufalme wa Shetani yenyewe kwa yenyewe hayana amani. Faction zao zinagombana, majini kwa mapepo, mashetani kwa manyamkela, yanagombana mwenyewe kwa mwenyewe. Ndio maana unakuta huyu analogwa na huyu, anatoka kwa huyu naye anamloga huyu. Yani mashetani mwenyewe kwa mwenyewe yanagombana. Sasa sipati picha wakati wa miaka 1000 yamebaki menyewe na Shetani. Sijui atakuwa na vurugu kiasi gani, maana hayana wa kumlaumu. Kwa miaka 1000 Shetani ataachwa atafakari juu ya uasi na matokeo ya uasi wake, akiwa peke yake, asipokuwa na kazi yoyote. Anarandaranda, mara yuko Tanzania, mara kaenda Burundi, mara kaenda Ufaransa, mara kaenda Marekani, anazurura kote huko, hakuna aliye hai. Miaka 1000 dunia itakuwa imejazwa giza tupu, na Biblia inaifananisha na gereza kuzimu. Katika fungu la 3 la Ufunuo 20, Biblia inasema, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hapo yampasa afunguliwe kwa muda mfupi. Kwa Biblia inatuambia katika miaka 1000, kwa sababu hakuna binadamu yote atakaye kuwa hai, hata kuwa na wakumdanganya, litakuwa peke yake likitafakari juu ya uasi na uovu wake. Na Biblia inatuambia baada ya miaka 1000 kutakuwa na kipindi kifupi sana, nitakueleza. Yeremia 4 fungu la 23 mpaka 26, Biblia inasema,
Mungu alimpatia maono Yeremia katika kuona hicho kipindi kitakuwaje. Yeremia anasema, naliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu. Naliangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisogea huku na huko. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia na tazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yote yake ilikuwa imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. Unajua, kuna watu wanajipa moyo wanapopita mitaani hivyo, wanaona nyumba za watu nzuri, magorofa, wanaanza kugawana. Yesu akija hii gorofa langu, Yesu akija hii nyumba yangu. Ziko dini za namna hiyo. Sasa ninashangaa, wanasoma Biblia gani? Yesu atakapokuja hakuna mji utakaobaki umesimama, hakuna jengo utakaobaki limesimama. Magorofa yote, majumba yote yatapinduliwa na kufanywa magofu. Yeremia anaandika, anasema, nikaangalia na tazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana. Na hiyo nyumba gani unaojitia moyo kwamba eti utaiishi katika miaka milenia hapa duniani? Haipo. Bora tu utafute hela ujenge nyumba yako sasa hivi. Biblia inatuambia dunia hii itakuwa ukiwa. Viumbe wenyewe nao watakufa tu, kwa sababu hakutakuwa tena na uoto asili. Jua limeshaunguza katika pigo la 4. Wanyama wanaokula mizoga itakuwa imeisha, maana hakuna mzoga wa kukaa miaka 1000 upo. Hata fisi wenyewe watakula, mifupa itaisha, watakufa. Dunia itakuwa ukiwa, itakuwa ni makazi tu ya shetani na malaika zake, likiwa halina la cha kufanya, li shetani likitafakari juu ya uasi wake. Hii ni habari mbaya kwa shetani, na anajua inakuja na haiwezi kugeuka. Ujanja wake wote utadhibitiwa, na litaachwa litafakari kazi mbaya ya matokeo ya uasi wake. Biblia inatuambia katika Ufunuo 20 fungu la 5, hao wafu waliobakia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Maana yake wakati watakatifu waliokufa wamefufuliwa, na wale waliokutwa hai wamebadilishwa, wako mbinguni kwa miaka 1000. Waovu hawatafufuliwa. Wale waovu waliokufa tangu enzi za Kaini mpaka muovu wa mwisho kuuawa na mwanga wa Kristo, watabaki makaburini katika kipindi hicho cha miaka 1000. Watakatifu watakuwa wakifanya nini wakati huo kule mbinguni? Biblia inatuambia katika Ufunuo 24, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yao, nao wakapewa mamlaka na kutoa hukumu. Wakafanya hukumu. Kwa hiyo katika miaka ile 1000 watakatifu wa Mungu wataruhusiwa na Mungu kupitia hukumu aliyoifanya, kwa sababu watakatifu wa Mungu watakuwa wao tayari wameshahukumiwa. Sasa hivi tunavyoongea, hukumu ya upelelezi kwa ajili ya watakatifu wa Mungu inafanyika, na ndio maana Yesu atakuja na ujira mkononi, atawapatia uzima wa milele, kwa sababu hukumu yao itakuwa imekwisha kukamilika. Lakini pia hukumu ya waovu itakuwa imeshafanyika, na sasa watakatifu watakuwa wanapitia zile rekodi. Mbona simuoni mtume fulani aliyekuwa anauza maji ya upako, alikuwa anatoa mafuta ya upako? Mtume fulani alikuwa anafanya hivi, askofu fulani, mwinjilisti fulani, mhubiri fulani, muimbaji fulani, mbona simuoni? Na watapitia rekodi na kumbukumbu na kuona kumbe hawakustahili. Pamoja na kwamba alikuwa anahubiri Injili, kumbe mtu huyu alikuwa ni mchawi. Kumbe mtu huyu nyuma ya pazia alikuwa ni mzinzi. Kumbe alikuwa muongo. Watapitia hukumu na kuangalia ndugu zao ambao hawakurithi uzima wa milele. Watapitia hukumu na kuangalia watu maarufu wasiourithi uzima wa milele, na kujiridhisha wao wenyewe ya kwamba kweli Mungu amehukumu kwa kweli na haki. Lakini Biblia inatuambia pia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6:3, hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Katika kipindi hicho
wanadamu waliokombolewa watapitia na mafaili ya malaika wa shetani na shetani mwenyewe. Watapitia historia ya uasi wote wa shetani na malaika zake na kukubaliana na hukumu ya Mungu kwamba hawakustahili kusamehewa wala kuurithi uzima wa milele. Na hivyo watakatifu watakuwa wakifanya hukumu katika miaka hiyo 1000 wakiwa kule mbinguni. Biblia inatuambia katika fungu la 4 la Ufunuo 20, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiosujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala kuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kwa hiyo miaka hii 1000 binafsi ninaichukulia kama vacation, kama mapumziko. Watakatifu baada ya kuhenyeka na kuteseka duniani, Mungu atatupatia likizo fupi ya miaka 1000 kule mbinguni, kwa sababu kumbuka, maisha hapo ni eternity, hayahesabiki. Miaka 1000 ni kama kufumba na kufumbua, na of course kwa Mungu anasema miaka 1000 kwake ni sawa na siku moja. Kwa hiyo miaka 1000 kwa kipimo cha eternity, kipimo cha umilele, ni muda mfupi sana. Tutakuwa zetu likizo mbinguni, tukitawala, tukiangalia namna Mungu anavyoendesha serikali yake, tukitawala, tukipitia hukumu, tukifanya hukumu na kuangalia kwa nini fulani hajaja mbinguni, kwa nini fulani alijiita baba mtakatifu, alijiita mtume, alijiita padri, alijiita mchungaji, alijiita mwinjilisti, alijiita sister, alijiita mtu wa Mungu, mbona hatumuoni? Tutapitia hukumu moja baada ya nyingine. Na miaka hiyo 1000, ndugu zangu wapendwa, Biblia inatuambia katika fungu la 6 la Ufunuo 20, huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ule ufufuo wa kwanza. Maana wale watakaofufuliwa wakati Yesu Kristo anakuja, watakatifu, wana heri, maana hao ndio watakaokuwa hai katika kipindi cha miaka 1000. Biblia inatuambia juu ya hao, yani hao watakatifu wa Mungu, mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja na Kristo hiyo miaka 1000. Biblia inaongeza detail ya ziada hapo kwamba hawa watu watakuwa makuhani wa Mungu. Sasa makuhani wanafanya nini tena na dhambi haipo? Makuhani ni wajumbe wa Mungu, na hivyo Mungu atatutumia sisi tuliokombolewa kwenda kwa madunia mengine ambayo hayakuasi, kuwaelezea habari ya mpango wa ukombozi, na kupitia uzoefu wa maisha yetu kuwaelezea wema wa Mungu na namna ambavyo ametuokoa na kutupatia maisha ya umilele. Na hivyo tutakuwa mashuhuda wa tabia ya Mungu, kwa sababu kumbuka, katika pambano kuu, tabia ya Mungu ndiyo ipo katika pambano. Shetani anadai Mungu hana haki, Mungu anasema yeye ni mwenye haki. Watakatifu waliokombolewa watakuwa ndio mashuhuda wa kwanza kushuhudia ulimwengu usioanguka ya kwamba Mungu ni mwenye haki. Biblia inatuambia mara baada ya miaka ile 1000 kuisha, Yerusalemu itashuka duniani. Maana yake ule mji wa Mungu aliouandaa utashuka duniani. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Miaka 1000 inapoisha, mji mtakatifu unashuka duniani. Kumbuka, hapo imepita miaka 1000 tangu watakatifu watolewe duniani kwa ukombozi mkubwa wa Kristo Yesu. Na sasa wamepitia hukumu yote, wamejifunza namna Mungu anavyotawala, wamejifunza, wamefanywa kuwa makuhani kwa kueleza juu ya mpango wa ukombozi na tabia ya Mungu kwa malimwengu yasiyoanguka. Sasa makazi ya humanity, ya sisi wanadamu, sio mbinguni, ni hapa duniani. Kule mbinguni ni vacation tu, tulienda kupunga upepo tu miaka 1000. Sasa tunarudi tena duniani ambapo Mungu anaumba upya
dunia hii. Ninatamani uwepo katika vacation ya miaka hiyo 1000. Ninatamani uwepo katika miaka ile 1000 watakatifu tutakapokuwa mbinguni. Maana Biblia inasema heri na mtakatifu ambaye ana sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kwa sababu ikiwa hautakuwepo, maana yake utakuwa ni sehemu ya waovu waliouawa na Bwana, ambao watakuwa wametapakaa katika nchi yote kama samadi. Na hilo ni jambo la huzuni, maana wakati mji wa Yerusalemu unashuka kuja juu, kuja duniani, kabla Mungu hajaumba upya, atawafufua waovu na kuwahukumu, kuwaonyesha kwa nini hawakustahili kulithi uzima wa milele, na atawachoma kwa moto. Sasa uchaguzi ni wako. Uwe sehemu ya watakatifu wa Bwana ambao hao wataurithi uzima wa milele na kupelekwa vacation mbinguni kwa miaka 1000, ama uwe sehemu ya samadi, mbolea katika nchi, utakao baki kama samadi kwa miaka 1000 ukisubiri mauti ya pili katika lile ziwa la moto. Ninakuombea katika masaa haya umchague Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Uwe sehemu ya watakatifu wa Bwana watakaopata tumaini hili la milenia na kuurithi uzima wa milele. Na kama ndio uchaguzi wako, ninakupendekezea Yesu aliye njia ya kweli na uzima, ambaye yeye ndiye njia na hakuna mwingine, wala hakuna jina lingine walilopewa wanadamu wanalopaswa kuokolewa kwao isipokuwa kwa hilo tu, jina la Yesu, ambalo Biblia inasema likitajwa hata mapepo yanatetemeka. Ninakukabidhi huyu Yesu, ninampendekeza kwako leo. Mfanye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ikiwa ndio tumaini lako, nataka nikuombee. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, katika masaa haya mtumishi wako anayatoa maisha yake kwako, anampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na hivyo kumpatia kitambulisho cha uraia wa ufalme unaokuja, ili utakapokuja lile tumaini la milenia, awe sehemu ya watakatifu ambao tutachukuliwa kwenda juu mbinguni kwa likizo ya miaka 1000 kufurahi pamoja nawe. Mbariki, mjaze kwa Roho wako Mtakatifu, mtie moyo, asimame na neno lako, ili Bwana ujapo mara ya pili tukutane tena hewani. Katika jina la Yesu ninaomba, amen. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.